والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Tunaanza kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, rehma na amani zimwendee nabii wetu na mtume wetu Muhammad, yeye na ahli zake na masahaba zake na waumini wote watakaofuata mwenendo wao hadi siku ya kiyama. Leo biidhnillah ta'ala tutaanza kitabu kipya kama jinsi tulivyozungumza, ambacho ni manzumatul muqaddima fima yajibu ala qari'i alqur'ani an ya'lama, kwa jina maarufu kinajulikana kama Al-Jazariya. Na hichi kitabu mfumo wetu wa kukisoma itakuwa ni kwenye hatua tatu. Ama hatua ya kwanza itakuwa ni kusoma mabeti yaliyokuwa ndani yake tukijaribu kuyahifadhi. Hatua ya pili itakuwa ni kusharehesha maana ya yale mabeti miongoni na kubainisha hukumu za tajwidi zilizokuja katika hayo mabeti. Hatua ya tatu itakuwa ni kusoma Qur'ani kisomo cha mazoezi ya kutekeleza ahkam za tajwid kama ilivyokuja kwenye hayo mabeti. Insha Allah tutasoma kisomo na tutakuwa tunasoma kisomo na mudhajia tukijaribu kutabik vilivyothibiti katika ahkamu za tajwidi, tukichanga yaliyokuja katika haya mabeti na yale yaliyotangulia kule nyuma. Hizo hatua tatu ndio tutaenda nazo, lakini itapendeza kabla ya kuanza kusharehesha huyu mukaddima tusome, au kabla kusharehesha kitabu chake tusome kwa ufupi historia ya mtunzi wake, ambaye ni imamu mkubwa katika maimamu wa tajwid na qiraat, ambaye ni vigumu kupata mfano wake katika fani yake tangia wakati wake mpaka wakati ambao tuko imo ndani yake. Naye ni Imam Shamsuddin Al-Allama Al-Hafidh Muhammad ibn Al-Jazari rahimahullah. Tayeb, tukiangalia hapa page ya namba dal katika matnu ya Jazaria, namba dal pameandikwa tarjamatun nadhi, kumtambulisha mwenye alitunga hichi kitabu. Safha ya dal طيب, anasema tarjamatun nadhi, kumzungumzia mwenye mtungaji wa hichi kitabu au mtungaji wa haya mabeti ambaye ni al-Imam Ibn al-Jazari rahimahullah. Eti huwa shaykhul qurra'i wal muhaddithin, naam, eti huwa shaykhul qurra'i wal muhaddithin. Imam Ibn al-Jazari au mtungaji wa hichi kitabu ni shekhe wa wanavyoni wa kisomo na shekhe wa wanavyoni wa ilmu ya hadithi. Alikuwa ni mwanachuoni mkubwa katika kisomo na mwanachuoni mkubwa katika ilmu ya hadithi. Wa imamu ahli al-adai wal mujawidin, na alikuwa ni imam kiigizo cha waliojifunza au wanaofuatilia ada ya Qur'ani na tajwidi yake. Shaykhud dunya fil qiraati wat tajwid, alikuwa ni sheikh wa dunia nzima kiasi kwamba hapakuwa anajulikana mfano wake au bora kulikoni yeye katika tajwid na qiraat min asrihi ila asrina, tangu wakati wake mpaka huyu wakati wetu. Al-Allamatul Hafidh, mjuzi mkubwa hafidh, Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ali ibn Yusuf ibn al-Jazari, ndio jina lake.
ajulikana kwamba ni Muhammad mtoto wa Muhammad mtoto wa Muhammad mtoto wa Ali mtoto wa Yusuf ibn al-Jazari. Anajulikana kwa laqbu la Shamsuddin. Katika vitabu vya elimu wakitaja Shamsuddin mara nyingi wanamkusudia yeye. Abul Khair ad-Dimashqi ash-Shafi'i, kunia yake ni Abul Khair. Asili yake ni mtu wa Dimashq, na Dimashq ni mji katika miji ya Suria kama inajulikana, kwa huwa Dimashqi. Ash-Shafi'i, madhhabu yake ya kifiqh ilikuwa ni madhhabu ya kishafi'ia. Taban aliathirika sana katika fiqh na fatwa na Sheikhul Islam Ibn Kathir sahibu tafsir, kwa kuwa alikuwa katika walimu zake wakubwa, na yeye ndo alimpa idhini ya kutoa fatwa katika mji wao wa Dimashq. Fa Imam Ibn al-Jazari rahimahullah alikuwa ni katika wanazuoni wakubwa waliodhihirika katika mji wa Dimashq, na mji wa Dimashq unajulikana kwa wanazuoni wakubwa wengi: Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir sahibu tafsir, al-Imam al-Dhahabi, na wengine katika wanazuoni wengi sana, al-Imam an-Nawawi. Wanavyoni wengi sana waliotokea katika mji wa Dimashq, na miongoni mwao ni Imam Ibn al-Jazari. Qala wa yu'rafu bi Ibn al-Jazari, na anajulikana kwa jina la Ibn al-Jazari katika vitabu. Kana abuhu tajiran, baba yake alikuwa ni mfanyabiashara. Baba yake na Ibn al-Jazari alikuwa ni mfanyabiashara. Fahajja sanata 50 wa 700, akaenda kuhiji Makka mwaka wa 750. Yani baba yake alikuwa ni mfanyabiashara, akajaaliwa kwenda Makka hija mwaka wa 750. Washariba min ma'i Zamzama, alipokuwa katika mji wa Makka akanywa maji ya Zamzam. Biniyati waladin alimin, akanywa maji ya Zamzam huku akinuia Allah subhanahu wa ta'ala amruzuku apate mtoto ambaye ni mwanachuoni. Fawulida lahu ibnuhu Muhammadun hadha, akafika anajaaliwa pakazaliwa mtoto wake Muhammadi huyu. Baada salati tarawih, umezima alarm Sheikh, sirudi kajikariri. Qala kana abuhu tajiran, baba yake alikuwa ni mfanyabiashara. Fahajja sanata 50 wa 700, akaenda kuhiji mwaka wa miangapi? 750. Washariba min ma'i Zamzama, akanywa katika maji ya Zamzam alipokuwa Makka. Biniyati waladin alimin, kwa nia kwamba Mwenyezi Mungu amruzuku mtoto mwanachuoni. Yani baba yake na Ibn al-Jazari alikunywa maji ya Zamzam huku akinuia kwamba Allah katika dua zake Allah amruzuku mtoto mwanachuoni. Fawulida lahu ibnuhu Muhammadun hadha, akajaaliwa mtoto wake Muhammad akazaliwa. Baada salati tarawih, ilikuwa ni baada sala tarawih, fi lailati sabti, usiku wa Jumamosi, al-khamis wal-20, tarehe 25 min shahri Ramadan al-mu'azzam, katika mwezi mtukufu wa Ramadan, sanata 51 wa 700, mwaka wa 751. Halidhalika unaona kwamba baba alihiji mwaka wa 750, akanywa maji ya Zamzam na akaonuia na kuomba dua Allah amruzuku mtoto mwanachuoni. Baada tu ya mwaka mmoja, mwaka wa 751 katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, Ibn al-Jazari akawa amezaliwa huyu. Halidhalika Mwenyezi Mungu akawa ameijibu dua yake kwa haraka. Qala dakhila khatt al-Qassa'in, alizaliwa katika sehemu inaitwa khatt al-Qassa'in baina as-Surayn bi Dimashq al-mahrusa, katika mji wa Dimashq. Wanashaa biha, Imam Ibn al-Jazari rahimahullah alikulia katika mji wa Dimashq, Damascus. Fahafidha al-Qur'ana, akahifadhi Qur'ani. Taban kitu walikuwa wanaanza wanazuoni wetu wa zamani, kitu cha kwanza katika marahili zao ni kuhifadhi Qur'ani. Kabla ya kujifunza vitu vingine vyote walikuwa wanaanza kuhifadhi Qur'ani. Idhan Ibn al-Jazari akaanza kuhifadhi Qur'ani, wa akmalahu, akaikamilisha Qur'ani nzima. Wa huwa ibn 13 aman, yuko na miaka 13
alikuwa ameshamaliza kuhitimu Qur'ani nzima, amehifadhi vizuri. Wasalla bihi, akaiwaswalisha watu, yani akawaswalisha watu kwa Qur'ani nzima. Wa huwa ibn 14 sana, na yuko na miaka 14. Maalum inajulikana kwamba kusalisha Qur'ani kunataka murajaa wa nguvu na kunataka mtu mwashakuwa na uzoefu. Walidhalika kumaliza kwake Qur'ani miaka 13, kisha akafika anaanza kuiswalisha kwayo kwenye miaka 14, inaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu alimpa kipaji cha kuwa na uwezo wa dhakira, yani servo yenye nguvu na nguvu katika murajaa. Wa afrada alqiraati wa umruhu 15 sana, akasoma qiraat 10, lakini ifradan, bila kuzikusanya moja moja, kwa kuziachanisha. Yani anasoma qiraatu Nafi', kisha qiraatu Ibn Kathir, kisha qiraatu Asim. Kwa mfano alisoma qiraat ifradan, moja moja, hali ya kuwa zote amezisoma zote wakati yuko na miaka 15. Ala Sheikh Abdul Wahhab ibn Sallar, wa huwa sheikh wake ambaye ni Abdul Wahhab ibn Sallar. Tayeb, amehifadhi Qur'ani yuko na miaka 13, kufikisha miaka 14 murajaa wake uko umekaza vizuri sana, kiasi kwamba anawaswalisha watu na Qur'ani nzima. Miaka 15 akawa ameshamaliza qiraat 10, yani kiasi tu cha mwaka mmoja au miezi kadhaa alikuwa ameshaweza kumaliza qiraat 10, kwa kuonesha kwamba alikuwa na juhudi zilizokuwa kubwa sana katika kuisoma Qur'ani. Wa Ahmad ibn Ibrahim ibn al-Tahan, hakuzikusanya tu qiraati hizo wakati yuko na miaka 15 kwa Sheikh Abdul Wahhab, bali na kwa Sheikh Ahmad ibn Ibrahim ibn al-Tahan wa Ahmad ibn Rajab, na kwa Ahmad ibn Rajab. Wa jamaa al-qiraati, kisha akafika anakusanya qiraat kwa pamoja. Yani katika ilmu ya qiraati inajulikana kwamba kuzikusanya kwa pamoja ni vigumu kuliko ni kusoma qiraa moja peke yake. Walidhalika mwenye kuisoma moja peke yake anakuwa anapata wasaa, kwa sababu hana vitu vingi vyenye vinamshatit. Lakini mtu mwenye anasoma qiraat 10 kwa nafasi moja, akili yake inaturne sana na inatumika sana, kwa sababu anakuwa anawaza madhehebu ya wasomaji 10 kwa wakati mmoja. Walidhalika ili linakuwa linamchukua juhudi iliyokuwa kubwa sana zaidi yule mwenye amesoma kisomo kimoja kimoja. Anasema Imam Ibn al-Jazari rahimahullah akazikusanya qiraati 10. Kwa nini? Kwa pamoja, bimudammani kutubin, kwa kurejea katika vitabu maalum kadha wa kadha. Ala Sheikh Abil Ma'ali ibn al-Labban, wa sheikh wake Abil Ma'ali ibn al-Labban. Wa umruhu 17 aman, wakati yuko na miaka 17. Na hili linabidi liwaamshe vijana ambao wanasoma Qur'an kwenye halaqat, kwenye marakis, kwamba wafanye himma. Asikae mtu anamaliza miaka 10 kwenye halaka Qur'ani, amehifadhi tu Qur'ani, hajajiendeleza mbele, hajui ahkamu za tajwid, au mathalan hajui qiraat, hajui tafsir. Walidhalika inakuwa ni muda mrefu sana ameupoteza. Bali kama umemaliza kwenye halaqat muda miaka 5, lazima umefaidika na umechukua vitu ambavyo ni vingi sana, hasatan kutumia muda wa ujana ambao kichwa ndani yake kinakuwa ni kizuri na servo haijachafuka sana, ina uwezo uliokuwa mkubwa wa kuhifadhi ilmu na kuielewa zaidi ya mtu ambaye ameshakuwa na majukumu mengi yanayomshughulisha katika kichwa chake. Idhan katika miaka 17 akakusanya qiraat kwa mudamman wa vitabu vingi, sio kwa mudamman wa kitabu kimoja, bali kwa mudamman wa vitabu vingi kwa Sheikh wake Ibn al-Labban, na ikiwa na miaka 17. Wa hajja miraran, akajaaliwa na Allah kwenda kuhiji Maka mara zilizokuwa nyingi sana. Wa rahala ila Misra tikraran, na akasafiri kwenda Masri mara nyingi sana, safari zilizokuwa nyingi. Na kipindi hicho Masri ndio ilikuwa kibla cha watu wenye kuitafuta elimu, kama Saudia katika wakati wa leo fil ghalib ni kibla cha watu wenye kuitafuta ilmu. Taiban Masri wakati wa kina Imam Ibn al-Jazari ndio ilikuwa mji ambao umekusanya wanazuoni waliokuwa wengi na wakubwa, kiasi kwamba mtu akiitafuta ilmu anasafiri kwenda mpaka Masri kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya kusoma. Wa Imam Ibn al-Jazari rahimahullah na yeye akapata fursa ya kusafiri kwenda Masri mara na mara. Wa fi kulli rahalat, na katika kila safari zake, ima za kwenda Makka au za kwenda Masri,
yaltaqi bil a'immati alqurra, alikuwa nakutana na waimam wasomaji wa Qur'ani wenye ilmu ya kisomo cha Qur'ani. Taban tunaposema maimamu wasomaji hatukusudii watu wenye sauti nzuri za kusoma Qur'ani. Yani baadhi ya watu wanachanganya kati ya vitu viwili. Tunaposema alqari, msomaji, ambao jamu yake ni alqurra, ni wasomaji, tunakusudia kwayo wanazuoni wa kisomo. Hatukusudii watu wenye sauti nzuri za kusoma kwenye Qur'ani, kama wale wenye wanaitwa kwa harusi kwa ajili ya kusoma, au vilio, au kwenye sherehe, wale wanaitwa sayyitun, watu wenye sauti nzuri kwenye kusoma nini? Qur'ani. Au hata wakati fulani maimamu wa tarawih, tatafuta imamu mwenye sauti nzuri. Tunaposema qurra kwenye vitabu vya elimu hawakusudiwi hao abadan, bali wanaposema qurra, wasomaji kwenye vitabu vya elimu, wanakusudia wanachuoni ambao walisoma Qur'ani mwanzo mpaka mwisho, wanajua madlulat zake na kutamka herufu zake na qiraat zake na madhahibi ya kuhesabu idadi ya aya zake na namna inavyoandikwa herufu zake. Idhan ni wanazuoni kama jinsi tunavyosema wanavyoni wa ilmu ya hadith au wanavyoni wa ilmu ya sharia na kadhalika na hivyo. Na waalaikum salaam wa rahmatullah. Falidhalika anasema katika safari zake zote Imam rahimahullah alikuwa anakutana na wanani? Qurra, wanazuoni wa kisomo. Wayatalaqa anhum, akawa anapokea kwao. Falidhalika utasoma katika historia ya Imam, mashekhi zake na walimu zake si wote ni watu wa kwao Sham, yani Dimashq. Baadhi ya walimu zake ni wa kutoka Makka, baadhi ya walimu zake ni wa kutoka Masri. Na hii inamfungua mwanafunzi wa ilmu kwamba asijifungi na mwalimu mmoja, kwa sababu hautapata mwanachuoni katika hii dunia kwamba Allah amemkusanyia yote katika ilmu, bali kila mwanachuoni kuna yale aliyomdhihirikia na yengine alifanya nini? Yalimfichikamania. Walidhalika talib, mwanafunzi wa elimu ambaye anataka kufaidika, ni lazima achote kwa huyu mwanachuoni ilmu, kisha achote na kwa huyu, na asijifungi tu na mwanachuoni mmoja, kwa sababu hakuna mtu yoyote yule duniani ambaye Mwenyezi Mungu alimkusanyia ilmu zote, anajua kila kitu, bali kila mwanachuoni miongoni mwa kila mwanachuoni kuna yale ambayo anayajua na yale asiyojua. Na Imam alisoma kwa wanazuoni wa kwao Sham na vile vile wanazuoni wa Masri. Wasamia alhaditha, na akaisikiliza. Wayatalaqa minhum, akawa anapokea kwao ilmu. Wayaqra'u alaihim, akawa anawasomea visomo, anasoma qiraat. Si kwetu ilmu ya qiraat haithibiti mpaka kumsomea shekhe asikilize jinsi unavyosoma kisomo chako akipasishe. Idhan wayaqra'u alaihim, akawa anapokea ilmu kwa wale wa mashekhe na anafanya nini? Na anawasomea. Wasamia alhadith, hakuchukua tu ilmu ya Qur'ani na visomo vyake, basi vile vile alipokea ilmu ya nini? Ilmu ya hadith. Akasikiliza hadith mimman baqiya min ashabi ad-Dimyati wal Abarquhi, katika waliobaki katika wanafunzi wa Imam ad-Dimyati na al-Abarquhi, wa min jama'atin min ashabi al-Fakhr ibn al-Bukhari wa ghayrihim, na katika kundi miongoni mwa wanafunzi wa al-Fakhr ibn al-Bukhari na wengineo. Na hawa walikuwa ni katika wanazuoni wakubwa wa hadith katika hizo zama, huko hizo sehemu. Wa akhadha alfiqha, vile vile akaichukua ilmu ya fiqhi na kuisoma ani Sheikh Abdurrahman al-Isnawi, kutoka kwa Sheikh Abdurrahim al-Isnawi wa ghairihi na wengineo. Wa qaraa bi Misr al-usul wal maani wal bayan, akasoma Masri ilmu ya usul na ilmu ya maani na bayan, ambazo ni ilmu za balagha, ala Sheikh Diyauddin Sa'dillah al-Qazwini, kwa huyu shekhe. Wa akhadha an ghairihi, na akachukua kwa wengine. Kwa hapa majmuu, mkusanyiko wa ilmu ambazo Imam rahimahullah alizichukua kwa wanavioni tofauti tofauti katika wakati wake. Wa adhina lahu bil iftai, na akapewa ruhusa ya kutoa fatwa rasmi misikitini na madarasani na mbele ya halakat za ilmu. Alipewa ruhusa ya kutoa fatwa na kuweza kujibu masuala ya Waislam na wanafunzi wa ilmu kutoka kwa nani? Kwa Sheikhul Islam, Sheikh wa Islam katika wakati wake, Abul Fida Ismail ibn Kathir. Abul Fida Ismail ibn Kathir ambaye ni imamu wa tafsir, ambaye anajulikana sahibu tafsir. Idhan alimpa ijaza Imam Ibn al-Jazari rahimahullah ya kutoa fatwa katika fani mbalimbali katika ilmu.
wa Sheikh Diyauddin, na Sheikh Diyauddin pia alimpa ruhusa ya kutoa fatwa, wa Sheikh al-Islam al-Bulqini, na Sheikh al-Islam al-Bulqini. Walikuwa maimamu wa zamani, maimamu zetu wa zamani, taban sio Ibn al-Jazari pekee yake, bali wengi katika maimam hawatasaddar na kuwasomesha wanafunzi au kufungua halaka hata akiwa na ujuzi uliokuwa mkubwa bila kupewa idhni na wanazuoni ambao anaamini kwamba wanamzidia ilmu na fadhila, kitu ambacho kilifanya ilmu wakati wao ikabaki iko na uzito ambao inaustahiki, na ikawa uwanja wa ilmu ni uwanja ambao unaokopewa. Sio kila mtu tu ana uwezo wa kuvaa joho lake na kujiingiza katika huyo uwanja atajastahili. Lakini wakati nidham imeleta khalal, imekosekana katika huyo wakati wetu, tumemwona mtu anaikaa kwenye halaka anapokea hadithi mbili na anafungua darasa, bali zaidi ya hivyo anajitwisha hata yenye hawezi katika kufutu masala ya watu, wenda labda anamshinda ilmu au kufanya raddi za kielimu katika masala ambayo hayajui wala hana ilmu nayo sawa sawa. Wa inma yahrifu bima la ya'rif, anabobea ile, anaparamia ile ambayo hana uwezo nayo. Haya yote ni kwa sababu gani? Nidham wakati wa leo, kila mtu anataka fakhri na kujisogeza mbele. Kila mtu anafungua channel kwenye YouTube, anaanza kusukuma mihadhara na mawaidha. Kila mtu kwenye WhatsApp anafungua grupe na wanafunzi anaanza kusomesha, awe anajua na wala hajui. Lakini maimamu zetu zamani ilikuwa sio hivyo. Hawezi kutasaddar kuwasomesha watu mpaka apewe ruhusa ya kufutu au kuwasomesha watu na imam mwenzake. Qala wajalasa liliqra'i, akaikaa chini rasmi kwenye halaka, anawapokea watu wenye kuja kumsomea Qur'ani na qiraat. Al-iqra' ni kuwasomesha watu Qur'ani na qiraat. Imam akaanza kuikaa rasmi chini kwa ajili ya kuifanya kazi ya kusomesha Qur'ani na qiraat, tahta qubbati an-nasri, chini ya qubba ya an-nasr, min al-jami' al-umawi, kwenye msikiti wa Bani Umayya ambao unajulikana Dimashq, sinin, miaka iliyokuwa mingi. Katika mji wa Dimashq, ndugu zangu, pana msikiti mashuhur katika misikiti ya Kiislamu ambao ni Al-Jami' al-Umawi. Huu msikiti ulijengwa tangu wakati wa Bani Umayya wanatawala ulimwengu wa Kiislamu, wakati wa dola ya Bani Umayya. Huu msikiti una miaka mingi sana, karne nyingi sana, tangu Bani Umayya mpaka leo ungaliki. Kwa hiyo ni katika misikiti ya zamani kalida, ina umri mrefu katika Uislamu. Lakini huu msikiti una historia tofauti katika mji wa Dimashq, kiasi kwamba istalaha ahlul ilm, waliafikiana wanazuoni wengi waliopita katika mji wa Dimashq kwamba hawezi kutoa darsa katika huyu msikiti isipokuwa ni mtu ambaye katika hiyo fani hakuna mwenye anamzidi katika hicho kipindi chake. Mara thania, mara ya pili, msikiti wa Jami' al-Umawi ambao uko Dimashq ni msikiti una historia ya zamani. Waliafikiana wanazuoni katika hizo karne wakati wao kwamba haiwezekani kuja pale kudarasisha katika huyo msikiti isipokuwa wanachuoni wenzako wakikubali kama katika hiyo fani unadarasisha. Maana kama unadarasisha kwenye fiqhi, sawa, inaonekana kwamba wewe katika ilmu ya fiqhi hakuna mwenye anakuzidi katika huyo wakati. Falidhalika ikawa mtu ni mwanachuoni wa fiqhi, lakini kuna wenye kumzidi, haruhusiwi kutoa darasa kwenye Jami' al-Umawi. Naam, anaweza kadarasisha kwenye misikiti mingine, kwenye halakati zingine, lakini ilikuwa dalili ya mwanachuoni kudarasisha kwenye Jami' Bani Umayya kwamba katika huyo wakati wake ni mwanachuoni aliyokuwa bora katika hiyo ilmu kuliko ni wanachuoni wengine. Wazi? Falidhalika Ibn al-Jazari rahimahullah kupewa kiti cha kuisomesha Qur'ani na qiraat chini ya Qubbatu Nasr ndani ya Jami' Bani Umayya al-Jami' al-Umawi, ilionyesha kwamba katika wakati wake ilionekana kwamba yeye ndio mwanachuoni wa Qur'an na qiraat, hakuna mfano wake. Wa waliya mashikhat al-iqra' al-kubra biturbati ummi Salih, na akatawala, akapewa madaraka ya nafasi ya Sheikhul Qurra, Sheikh wa wasomaji wote katika hii sehemu walikuwa wanaishi ndani yake, inayoitwa Turbatu Ummi Salih. Hii madaraka katika baadhi ya nchi za Kiislamu ipo, yani cheo wanachagua katika nchi, miongoni mwa nchi, mwanachuoni mmoja katika wanachuoni wa Qur'ani na tajwid ambaye yuko na nafasi. Tabaan sio lazima awe anawashinda wengine wote, lakini lazima awe
na mustawa uliokuwa juu katika Qur'an na qiraat. Taban lazima alisoma kwa mashekhi wengi qiraat, yani haifai kuchaguliwa mwenyewe mathalan iko na qiraa moja au mbili. Bitabi'a amesoma qiraat 7 kwa mashekhi tofauti tofauti, wanampa cheo, wanamuita sheikhul qurra fi makani ma, ni shekhi wa wasomaji katika mji fulani. Sheikhul qurra fi Misra, shekhi wa wasomaji wa Qur'ani wote Masri. Sheikhul qurra bil Madinati al Munawwara, kitu kama hicho. Huyu majukumu yake inakuwa ni marji', ni marejeo pakiwa khilaf ya wanazuoni katika masala miongoni mwa masail ya ilmu katika Qur'ani, wanarejea kwake, na anawapasisha mathalan watu wanataka kutengeneza album, kusoma album za mushafu na kadhalika, na hivyo ndio inakuwa dauri yake. Hili jambo lilijiri sana katika asri miongoni mwa usura za Kiislamu, na katika huyu wakati kuna baadhi ya nchi wako navyo na baadhi ya nchi hawana navyo pia. Mathalan kama Masri mpaka leo hiyo ada wangaliki nayo, Sheikh Qurra Misr, Sheikh wa wasomaji wa Masri mpaka wakati angaliki. Madina yupo Sheikh al-Qurra bil Madinati al-Munawwara. Istanbul Turki wako na Sheikh al-Qurra fi Istanbul. Baadhi ya miji ya Kiislamu wangaliki na hii ada kumchagua Sheikh al-Qurra, na baadhi ya miji mingine hii ada kwa ilikwisha. Kwa hiyo Ibn al-Jazari rahimahullah aliwahi kutawala mashikhatul iqra'i al-kubra iliyokuwa kubwa katika turbatu ummi Salih. Waqaraa alayhi alqiraat jama'atun kathirun, walimsomea qiraat makundi ya wanafunzi yaliyokuwa wengi sana haisabiliki. Wabtana bi Dimashq, na akajaaliwa kujenga katika mji wa Dimashq lilqur'ani madrasatan, akaijengea Qur'ani shule khasa ya watu wenye kutaka kuja kujifundisha Qur'ani na qiraat zake na elimu zake. Samaha, aliita hii madrasa Dar al-Qur'an al-Karim, nyumba ya Qur'ani tukufu. Wa waliya qadaa ash-Sham, zaidi ya hivyo aliwahi kutawala kuwa qadhi wa mji wa Sham ambao ni mji wa Dimashq sanata 93 wa 700, mwaka wa 793. Thumma dakhala bilad ar-Rum, kisha Imam rahimahullah akaona hawezi kubakilia tu katika mji wake, lazima asafiri kwa ajili ya kuizagaza ilmu. Lazima asafiri kwa sababu ya kuizagaza ilmu, kwa sababu kwenye ameshaikaa wamemsomea watu wengi na ameshafanya mambo yaliyokuwa mengi. Kumbe kuna haja aende tena akatafute nafasi kwenye Qur'ani haijafika, ili aweze kufanya nini? Aweze kuifikisha Qur'ani. Akasafiri katika nchi ya Rum. Ule wakati ukisema nchi ya Rum, kuanzia huku Uturuki kote unapanda, ilikuwa inasabika katika dola za Kirumi, huku kote mpaka sehemu zote za Ulaya kwenda Greece na kadhalika, na hivyo kote kwa bilad ar-Rum ni nchi za Roma. Qala thumma dakhala bilad ar-Rum, akaingia katika nchi ya Rum. Fanazala bimadinati Bursa, akafikia katika mji wa Bursa, Daril Malik al-Adil, ambayo huyo mji ilikuwa ndio kapitali ya mfalme muadilifu al-Mujahid, Mujahid Bayazid ibn Uthman, ambaye ni Bayazid ibn Uthman, ambaye alikuwa ni mtawala katika dola ya Kiuthman. Fa akramahu, wakati Imam Ibn al-Jazari aliingia, huyu mtawala mfalme Bayazid ibn Uthman akapata habari kwamba pameingia katika mji wako imamu mkubwa katika maimamu wa wasomaji, Ibn al-Jazari. Fa akramahu, akamkirimu na kumtukuza kwa hali iliyokuwa nzito. Wa adhamahu, na akampa nafasi iliyokuwa kubwa sana. Wa anzalahu indahu bid'a sinin, akamfanya aishi kwake miaka iliyokuwa mingi, takriban 7 au kuzidi. Akaikaa miaka 7 na ziada katika nyumba ya mfalme. Fanashara ilma alqiraat, akazagaza ilmu ya qiraat, wal hadith, na ilmu ya hadith. Wantafa'u bihi, na watu wakapata faida naye. Wa akmala alqiraat al-10 alayhi fiha jama'atun kathirun, na wakakamilisha qiraati 10 kwake, wakamsomea qiraati 10 kwake hapo watu waliokuwa wengi. Wa alafa fiha kitaban nashr fi alqiraat al-10, na akatunga eko kitabu chake ambacho ni an-nashr fi alqiraat al-10. Hii safari yake ya kwenda katika mji wa Rum, katika vitabu vya tarajum vinasema kwamba alikuwa Imam rahimahullah katika mji wa Makka.
miongoni mwa safari zake. Alipokuwa katika mji wa Makka, wakamsomea idadi ya wanafunzi, wakamsomea. Walipokuwa wanamsomea idadi ya wanafunzi katika mji wa Makka, pakawa miongoni mwao kuna wanafunzi wanatoka sehemu za Uturuki. Hicho kipindi Uturuki iko katika daula Rum. Wakamwambia kwamba hakika kule kuna wanafunzi wengi wako na hamu ya kukutana na wewe, lakini hawana uwezo wa kuja kukutana na wewe, kwa sababu hicho kipindi safari ni uzito mkubwa. Wakati wao palikuwa hakuna ndege kama wakati wetu, na masafa kutoka ardhi ya Uturuki kuja mpaka Maka ni masafa aliyokuwa marefu sana. Kwa hiyo Imam rahimahullah akaazimia, kwa sababu wale ni wengi na kuja kwao wote huku kuna uzito, kumkuta kwenye yeye iko na ni imam ambaye ni mkubwa na kusudiwa na watu wengi, akaazimia afanye nini? Asafiri yeye, afanye nini? Awakute. Kwa hiyo akapanda bahari, njia rahisi, akapanda bahari kutoka ardhi ya Makka, taban Saudia leo, mpaka kufika ardhi ya Uturuki. Alipofika pale, mfalme Bayazid ndio akampokea, akawasomesha wanafunzi waliokuwa wengi qiraat. Tayeb, na huko ndo akatunga kitabu chake ambacho kinajulikana kwa kitabu An-Nashru fil Qiraat al-Ashr kwenye mijallad miwili. Na hichi kitabu ni katika vitabu vikubwa vya qiraat katika huyu wakati, bali wanavyoni wa qiraat wanakishika hicho kitabu kama jinsi wanavyoni wa hadithi wanaishika Sahih al-Bukhari. Wanavyoni wa hadithi Sahih al-Bukhari kwao ndio kitabu kilichokuwa sahihi kuliko vitabu vyote vya hadithi na chenye daraja ya juu katika siha na uduu na nguvu ya rijal na mengineyo. Na vile vile kwenye qiraat, kitabu kilichokuwa juu katika sahihi wa qiraat ziko ndani yake, na nguvu ilizopokea hizo qiraat na turuq na kadhalika, na hivyo ni hichi kitabu cha Imam Ibn al-Jazari ambacho kinaitwa An-Nashru fil Qiraat al-Ashr. Qala thumma kanat al-fitnatu at-Taymuriyya fi bilad ar-Rum, kisha pakatokea fitna ambayo ilijulikana kwa jina la fitna Taymuriyya kwenye nchi ya Rum. Hii vita wa fi sanati 85 katika mwaka wa 805 fa akhadhahu al-amir Taymur min ar-Rum. Kiongozi al-amir Taymur akamtoa katika dola ya Rum, wa hamalahu ila biladi ma wara an-nahr, akampeleka katika nchi iliyokuwa inajulikana kwa jina la nchi iliyokuwa baada ya mito, yani ni ardhi ya Faris, ardhi ya Iran kwa wakati wa leo, juni baada ya mito ambayo iko Iraq. Tayeb, fa anzalahu bi madinati Kash, akamfikishia katika mji unajulikana kwa jina la Kash. Faqaraa alayhi biha, wakamsomea katika huyo mji wa bi Samarqanda, na katika mji wa Samarqand. Mji wa Samarqand huko Uzbekistan katika hali ya leo. Jamaatun, wakamsomea kundi la watu kule. Thumma dakhala madinata Hara, kisha akaingia katika mji wa Hara baada wafati al-amiri Taymur, baada kufa kiongozi Taymur. Faqaraa alayhi lil-ashr jamaa, pakawa kundi tena lingine la watu wengi wakamsomea visomo 10. Thumma dakhala madinata Yazd, kisha akaingia mji wa Yazd. Thumma Asbahan, kisha akaingia katika mji wa Asbahan na ule huko Iran. Wa qaraa alayhi bihima jamaa, na huko pia wakamsomea kundi la watu. Thumma wasala ila madinati Shiraz, kisha akafika katika mji wa Shiraz na wenyewe huko Iran kwa leo. Fa amsakahu biha sultanuha, kiongozi wake akamkamata na kumwambia hapo utabaki, haurudi tena kusafiri. Wa alzamahu alqada, akamlazimisha awe qadhi katika huyo mji. Fabaqiya fiha muddatan, akabaki katika huyo muda uliokuwa mrefu. Wa qaraa alayhi biha khalqun kathirun, wakamsomea yeko viumbe waliokuwa wengi, ilmu ya qiraat na tajwid. Thumma arada alhajja, kisha akanuia aende tena kuhiji. Fasafara an tariq albasra, akasafiri akitoka kwenye alikuwepo huko Shiraz Iran, akapita njia ya Iraq katika mji wa Basra. Walamma jawaza baldata Unaiza, alipomaliza mji wa Unaiza. Mji wa Unaiza leo uko Saudia, Qasim, wajulikana kwenye Sheikh Uthaymeen alikuwepo rahimahullah. Idhan yani akatoka Shiraz iko Iran, anakuja mpaka akaingia mipaka ya Iraq kwenye iko leo, ndio akapita njia ya Basra. Kisha ukimaliza Iraq taban unaingia Saudia, ukimaliza Riyadh unafika Qasim, na ndio pako Unaiza. Alipomaliza
Qasim anataka sasa achukue barabara ambayo itamfikisha katika masanga njia, barabara ya juu itampeleka Madina na ya chini mteremshe Makka. Anasema walamma jawaza baldata Unaiza, alipomaliza mji wa Unaiza, yuko anatafuta masanga njia ya kupeleka Madina na Makka, bimarhalataini, kwenye sehemu mbili. Akhadhahu al-a'rabu min bani Lam, alikamatwa na mabedui wa moja ambao ni wapiga kachi barabarani katika Banu Lam. Thumma tarakuhu, wakamkamata wakamuacha. Wa akhadhu kulla ma ma'ahu, wakamnyang'anya kila kitu chenye alikuwa iko nacho katika mali na chakula na anamiliki. Ikawa hawezi kuendelesha safari ya kufika Maka kwa sababu hana tena uwezo, kwa sababu wapiga kachi wamemnyang'anya kila kitu. Faada ila Unaiza, akarudi tena mara ya pili kwenye mji wa Unaiza ndio ulikuwa karibu naye. Wanadhama biha ad-durra, akatunga kitabu chake cha ad-durra ambacho tunakisoma katika qiraa tatu zilizokuwa juu ya 7. Wenye kusoma qiraat 10 ndogo wanasoma qiraa 7 kwenye Shatibia. Wakimaliza wanakuwa wanajifundisha kitabu kinaitwa Durra fil qiraati 3 cha Ibn al-Jazari, wanakuwa wameongeza visomo vitatu pamoja na hivi 7 vinakuwa ni 10 vidogo. Badalika kitabu cha Durra Imam rahimahullah alikitunga katika msafara ambao alipata iko ndani yake matatizo ya kukamatwa na al-a'rab fil qiraati 3. Thumma yassara Allahu lahu al-hajja, kisha Mwenyezi Mungu akamrahisishia kuhiji mara ya pili. Wabilmunasaba, kwenye kitabu cha Durra kule mwisho alitaja hii habari iliyomtokea. Sawa, akataja kwamba alikuwa anakusudia kwenda katika mji mtukufu wa Makka, kisha baadaye aende kwenye mji wa Madina, lakini Mwenyezi Mungu akakadiria watu wakaja wajamaa wakamkamata, wakamnyang'anya kila kitu. Wakitu liuqtala, anasema na nilitaka kuuawa. Falidhalika anataja wakati alikuwa anatanga hii Durra kwamba aliitunga katika mazingira yaliyokuwa ni mazito. Tayeb, idhan thumma yassara Allahu lahu al-hajja, Mwenyezi Mungu akamrahisishia kuhiji. Wajawara fil haramaini sharifaini mudda, akaikaa Maka na Madina muda kadhaa. Wa qaraa alayhi fihima jamaa, wakamsomea katika huyo muda alikuwa yuko haramu mbili kundi la watu. Walahu musannafatun kathira, Imam rahimahullah ana vitabu vilivyokuwa vingi, baina manfurin wa manzum, vilivyoandikwa kawaida na vilivyoandikwa kwa mfumo wa mashairi. Julluha fi ilmi alqiraat wa tajwid, vitabu vingi vinazungumzia masala ya qiraat na tajwid. Famimma sannaf, katika vitabu alivyovitunga, an-nashr fi alqiraat al-10, an-nashr kwenye qiraat 10 ambayo tumekizungumzia. Wanadhamahu fi tayyibati an-nashr, na akakitunga hichi kitabu kwenye mfumo wa mabeti kwenye tayyibatu an-nashr. Wanadhama, na akatunga kitabu cha ad-durratu al-mudiyya fi al-qiraat ath-thalath al-mardiyya ambacho tumekizungumzia kwenye visomo vitatu. Walmuqaddima fima yajibu ala qari'i al-Qur'ani an ya'lama, ambacho ndio kitabu tutakisoma hapa. Wa ghayat al-mahara fi ziyadati ala al-10, kitabu alichokitunga kinachotaja qiraat zaidi ya 10, nacho ni ghayatul mahara. Wal jawharatu fi an-nahwi, akatunga kitabu kinachoitwa jawhara kwenye ilmu ya nahwi. Wal hidaya ila ulumi ar-riwaya, kitabu kitunga katika mambo ya hadith. Wa dhatu shifa fi sirati an-nabiy thumma al-khulafa, katunga hicho kitabu cha dhatu shifa kikizungumzia sira ya mtume sallallahu alayhi wasallam na makhalifa wake. Wa alafa taqriban nashr, akatunga kitabu kinaitwa taqribun nashr kwa wenye hawana uwezo wa kusoma nashr, kwa sababu nashri ni mustawa mkubwa sana. Kwa mwenye hawezi kusoma nashr, akatunga kitabu kidogo kinaitwa taqribun nashr, kuisogeza an-nashr. Wa tahbir at-taysir, na tahbiru ya taysir. Wa ghayatu an-nihaya fi tabaqati al-qurra, akatunga kitabu kinaitwa ghayatu an-nihaya, kinazungumzia tabaka za wasomaji. Anaanza wasomaji wakati wa mtume, masahaba walijulikana kwa kuisoma Qur'ani, fulani na fulani, anazungumzia maisha yao. Tabaka ya tabi'in waliokuja baada ya masahaba, waliojulikana kwa kuibeba Qur'ani na kuisomesha fulani na fulani. Tabaka ya tabi'in, katika kila tabaka miongoni mwa tabaka za Kiislam akaenda nataja wasomaji wanajulikana. Kwa hiyo kitabu chake
Ghayatun Nihaya ni marejeo yalikuwa bora. Ukitaka kumtafuta msomaji fulani haumjui ni nani, unarudi kwenye kitabu chake hichi. Au kuna masala unataka ujue fulani alikuwa anasoma namna gani, unarudi katika hii tabakati yake rahimahullah. Kisha akataja Nihayatu Dirayat fi asma'i rijali alqiraat, akatunga majina ya wale ambao tunawapokea katika tunawasoma katika sanad za Qur'an. Taban sisi tuko na ijazati za Qur'an zinataja majina waliopokea Qur'an, nasema hichi kisomo kilipokelewa kwa fulani na yeye akakipokea kwa fulani na yeye akakipokea kwa fulani mpaka kwa sahaba fulani mpaka kwa mtume. Haya majina yao wapokea tunataka tuwajue ni watu gani, walikuwa wapi, wanasifika aje katika uadilifu na ilmu na imani na aqida. Unarudi katika hichi kitabu chake cha kutaja Nihayatu Dirayat fi asma'i rijali alqiraat والتمهيد في علم التجويد. يكون كتاب كنيتو تمهيد في علم التجويد. ومنجد المقرئين يكون كتاب كنيتو منجد المقرئين. والتوضيح في شرح المصابيح، توضيح كوني شرح المصابيح. والحسن الحصيل من كلام سيد المرسلين كتك علم يا حديث في الأذكار كتك مبو يا ذكري. وألف غير ذلك نأكتونغ vitabu vingine kinyume na hivyo في التفسير kwenye tafsiri والحديث na hadithi والفقه na fiqhi والعربية na lugha ya Kiarabu. وتوفي رحمه الله na alikufa Mwenyezi Mungu amrehemu fi Shiraz, katika mji wa Shiraz, dhahwat aljum'ah, ilikuwa ni siku ya Ijumaa wakati wa duha, alkhamisa min Rabi'il Awwal, tarehe 5 mwezi wa Rabi'ul Awwal, sanata 33 wa 800, mwaka wa 883, wadufina bidari alqur'ani allati ansha'aha hunak, na wakamzika katika nyumba ya Qur'ani aliyoianzisha kule. Wakanat janazatuhu mashhudatan, na jeneza lake lilishuhudiwa na watu wengi, lilihudhuriwa na watu wengi. Taghammadahu Allahu ta'ala birahmatihi, Mwenyezi Mungu amfunike kwa rehema zake zilizokuwa nyingi. Wa askanahu fasiha jannatihi, na amuikaze katika pepo zake zilizokuwa pana. Amina ya rabbal alamin. Hilo ilikuwa historia fupi ya Imam Ibn al-Jazari rahimahullahu ta'ala, ambaye tutasoma kitabu chake na huenda ukasoma vingine katika vitabu vyake Imam rahimahullahu ta'ala. Idhan katika darsa lijalo biidhnillahi ta'ala tutaanza moja kwa moja kusharehesha Muqaddimatul Jazariya, mwanzo wake pamoja na kusoma vilivyokuwa ndani yake. Naam, kama kuna suala katika haya yaliyopita tunamkaribisha mwenye hilo suala au istifsar mashkuran. Tafadhal.